Licha uchimbaji dhahabu kunawiri katika baadhi ya maeneo bunge ya kaunti ya Kakamega kama Ikolomani, Shinyalu, Lurambi na Kuisero, yapo maswali kuhusu maadili na athari za uchimbaji huu wa dhahabu kwa sekta zingine kama elimu. Brenda Owire anaeleza katika awamu ya pili ya makala ya dhahabu. Baadhi ya wakazi wa Ikolomani wanaeleza kuhusu kuongezeka kwa wahamiaji katika maeneo kunakochimbwa dhahabu, kukishuhudiwa mchanganyiko wa kitamaduni na shinikizo kwa rasilimali na huduma za kijamii. Watoto wamezaliwa hata wengine hawajui mabwana, mababa zao na mama zao, kwa sababu mtu akishapea mtoto wako mimba anahama, ataenda kule Migori, ataenda kule Iremba, akaenda wapi, kumfuata unapata ni shida. Huo mchanganyiko umeleta ka discipline amerudi chini, pregnancies are in, dropout pia iko in. Alafu pia unaona tunapata mchanganyiko wa watoto ambao wanakuja na tabia tofauti from different schools, and you can't deny a parent entry into the school. Licha ya ajali za mara kwa mara ambazo zimegharimu maisha ya baadhi ya wachimbaji migodi, imewalazimu kuiendeleza kwani ndio kitega uchumi kikuu. Hauwezi sema ya kwamba hawa wawili ama watatu kweli ni wa dhamana ambao tumewapoteza, lakini hatuwezi sema ya kwamba kwa sababu ya hawa wawili watatu ambao walipotea tuachana na migodi. Zaidi ya hali ya kiuchumi na mabadiliko ya kijamii, kuna mjadala wa kina kuhusu maadili, wajibikaji na mustakabali wa jamii. Watoto wasichana walikuwa wanapachikwa mimba, watoto wanaacha shule. But sasa hii at least ni kitu kati tumepata training na organization. Economic development and environmental protection should not be viewed as competing objectives. Kuendelea kujipatia mapato pamoja na kutunza mazingira vinaenda pamoja. Viongozi wa dini na watetezi wa jamii wanasema tamaa ya dhahabu wakati mwingine huleta changamoto za kimaadili na hata uharibifu wa mazingira. Lazima utumie mbinu zozote. Kuna mbinu pia, sell your body, get mawe for gold. Utapata watu wameenda, wale watapata, wengine hawatapata. Wani kupata kwao, kwanza mawe imekuwa kidogo. 2, yule amepeana chini walitaka, amepata. Na wewe mwenye uko strict na mwili yako hautapata. Wababa wa Bushangala hawashughuliki mambo na kuangalia jinsi jamii zao zitakaa. Hao wako tu bora wanajua bibi zao wametoka kwenda kutafuta. Lakini upande wa mama wenye anafanya kwa mining si rahisi wapate kwa kwamba kwanza hapa mtu akipata pesa, kitu ya kwanza ananunua pikipiki. Na anunui anaenda for loan na ako na pesa. Akishapata hiyo pikipiki atapanda pikipiki mpaka Kisumu. Aenda angalia kitu hivi kiwanja ya ndege na ndege pop na rudi. Lazima atapata msichana ama hata mama wa mtu. Wacha niseme bibi ya mtu wataenda na yeye. You know the two families break. Lazima kuzingatie utunzi wa mazingira. Lazima pia kuzingatie kurejesha pale ambapo madini imechimbwa, kuweza kutengeneza hayo mazingira. Baadhi ya wakazi wanasema tamaa ya utajiri wa haraka imechochea migogoro katika maeneo ya uchimbaji, migogoro ya kifamilia na mvutano kwenye jamii, baadhi wakitumia ardhi yote walio nayo kuwekeza katika matimbo. Kila mtu anang'ang'ana kwenda shaft kwa sababu hiyo ndio inaleta income. Do you know it has come a time hata mtu akikufa kwa boma huna pa kumzika. Utamzika wapi? Amechimba hapa, ameweka hapa sijui kidimbi, ameweka hapa sijui nini, na unakufa, mtoto anakufa, mama akufa, baba akufa, pakuzika hakuna. Development that is not guided by environmental responsibility can actually unintentionally generate new forms of vulnerability. The question therefore is not whether mining should exist, it is there. Rather, the question is how mining can be conducted sustainably and responsibly. Wengi wanaamini kuwa uchimbaji unaowajibika unahitaji zaidi ya kuchimba dhahabu, wakitaka uwekezaji kwa watu, kukuza uadilifu na kuhakikisha faida za kiuchumi zinatafsiriwa kwa maendeleo ya kudumu ya jamii. Penye tumeishi tukieleza mambo ya mercury, but bado hatujailetewa mbinu ingine. But upande wa serikali hiyo inafaa wakuwa wameshatuangalilia ni mbinu gani, njia ingine, kwa sababu ni kitu yenye inaendelea na ni wengi tunatumia hiyo dawa.
na hakuna njia nyingine yenye tunaweza tumia kuosha hiyo mawe. Lazima tuweke mercury, angalau shikanishe hiyo gold, ndio tutoe tuende tupeleke pale kwa wanunuzi na tupate chakula chetu cha kila siku. And then pia pale kwa mashimo penye wanachimba pale pia tunaomba pia wasaidiane pale kwa wachimbaji, tuletee kitu kama mashini ya kugonga mawe, hapo tunaweza shukuru. Na ile ya kunini, ile ya kuvaa gloves, tunasugulia cold hivyo juu tunatumia mkono saa zingine, na unajua dawa ni mbaya saa nyingine, huwezi tumia dawa kila mara. Katika maeneo ya Ikolomani, Lurambe, Shinyalu na Khwisero kaunti ya Kakamega, dhahabu ni ishara ya fursa na wajibikaji, wakisema kuwa sekta hii imetoa nafasi za ajira, kusaidia familia na kuchochea ukuaji wa kiuchumi, ila pia imebadilisha mahusiano ya kijamii na kufungua mjadala muhimu kuhusu maadili na ustawi wa jamii. Kadri sekta ya uchimbaji inavyoendelea kukua, changamoto ya Ikolomani si tu dhahabu inayoweza kuchimbwa, bali ni vipi utajiri huo unaweza kutumika kujenga jamii iliyo imara zaidi, jumuishi na kwa misingi ya maadili. Brenda Wawire, West TV, nikiwa Ikolomani, kaunti ya Kakamega.